Na ndio maana kwa Mungu sisi tunapata hiyo certification, tunapata kuridhika. Huwa anasema hivi, Wakristo tunatakiwa tufanye kazi kwa bidii sana, ila hatutaki tutafute hela. Hayo ni maneno, huo ni uongo mnaodanganywa huko, sijui tafuta hela. Shilingi ngapi nitafute? Yaani wao wauliza kwamba okay, nitafute ni shilingi ngapi? Hii nikishazipata nijue nimezipata. Hivi wana amount? Kuna amount? Hakuna amount. It's a lie, it's a deception, it's a illusion. Ni uongo, ni ulaghai, yani kitu ambacho ni habari ya kutokusadikika, yani ni ile hadithi za kusadikika. Yani you never get there. Na ndio maana nimesema hivi, nimewapatia mfano hao wanaotengeneza jets, hizo ndege pamoja na hizo boti. Yani ukiwa nayo, kuna mtu anakuja nao bora kuliko ya kwako. Kwa hiyo kinachotokea sasa, unakuwa sasa na ile hali ya unakuwa na depression. Kwa sababu there's always a person who is better than you. Kwa hiyo Yesu yeye alijua kwa kupitia sauti ile ya baba yake, akawa ameridhika. Sawa, kwamba huyu ndio mwanangu niyefanyaje? Ngoja nikwambie kitu kimoja, ukisha sikia sauti ya Yesu inayosema huyu ni mwanangu niliyempendwa, ambaye nimependezwa naye, yani wewe sauti zingine zote hazikuhusu. And it's practical. Siongee kitu ambacho yani sikifahamu. It's very practical. Watu wanahitaji waambiwe sauti kwamba ni wewe umependwa na nani? Na Mungu. Na umependwa na Yesu. Amekufa kwa ajili yako. Yani ni mwanaume mmoja pekee tu ambaye amekufa kabisa, literally ameingia kaburini. Hakuna mwanaume mwingine anaweza kafa kwa ajili yako. Kuna kaka Aisha kufa kwa ajili yako. Aisha kukata mkono tu kwa ajili yako. Sasa mimi nakata mkono. Usipoteze muda. Hakuna mwanaume anaweza kata mkono, hata mimi siwezi kukata mkono kwa ajili yako, si ndio? Ila nani? Yesu. Na Yesu hajakata tu mkono, alifanyaje? Alikufa kwa ajili yako wewe na nani? Wewe na mimi. Na sasa angalia, mimi hata nikikata mkono kwa ajili yako is for my own selfishness. Kwa sababu ninakata mkono kwa ajili yangu mimi, sio kwa ajili yako wewe. Na ndio maana katika ile principle tulipoangalia ile upendo mwingi ambao tunausema hapa duniani ni upendo kwa ajili. Hivi unajua ukielewa dhambi, kiukweli jamani wote ni wadhaifu na mimi ni bingwa wa nyinyi kuliko nyinyi wote hapa, mimi ndio bingwa wa dhambi. Ila mimi naichukia dhambi. Yaani na hiyo kuwa bingwa wenye dhambi. Hivi unajua dhambi inakufanya unakuwa sick, unakuwa ni mgonjwa. Na ndivyo tulivyo. Yaani sisi wote tuna zile tuna vile vinasa saba ya DNA ya kutenda nini? Ya kutenda dhambi. Ambayo whatever we do for ourselves, not for others. It's only Christ who was sinless, who was unselfish, who loved. Alipenda kwa ajili yako, sio kwa ajili yake. Kwa hiyo mimi nikifanya chochote, yani hata nikikujinunulia ile jengo lote hili, ni kwa ajili, kwa sababu nataka mimi, yani I want the worship, I want the affection, I want the love, I want all the things. Kwa hiyo I can spend. Mungu afanye hivyo. Na ukitaka kujua hivyo, ukiingia kwenye mitandao saa nyingine unakuta mtu ameenda kumpokonya mtu simu, gari. Tushakutana vitu kama vya namna hiyo. Walikuwa ni wapenzi, mapenzi yamefanyaje? Yamevunjika. Anaenda kufanyaje? Anasema nirudishie simu yangu, nirudishie gari yangu, nirudishie hiyo apartment, sio na nini. Kuna vitu vya namna hiyo ukiviangalia mpaka saa nyingine unafanyaje? Mpaka unacheka. Sasa swali linakuja, hivi wewe mtu alimpenda? Hakumpenda, kwa sababu maana ya upendo sio kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya nani? Maana ya upendo ni kutoa, sio kufanyaje? Sio kupokea. Kwa hiyo kwa sababu huyu mtu alikuwepo anapenda kwa ajili yake, sasa ule upendo kishaisha na maana yule mtu hana nini? Hana thamani tena. Yaani sisi maana ya upendo ni kwamba hata upendo, mahusiano yakiisha, upendo endelee kwa pale. Sisi upendo mahusiano yakiisha ni uadui.